Sasa nimkaribishe mwakilishi wa mwenyekiti wa BAVICHA Taifa kwa ajili ya neno na ujumbe ambao ametuletea. Karibu sana. No reforms, Chaso. Asanteni. Kama nilivyoanza mwanzo kujitambulisha, naitwa Revlin Albert Mbugi, ni naibu katibu wa BAVICHA upande wa Tanzania bara, lakini pia nipo hapa kama mwakilishi wa mwenyekiti wa baraza la vijana ambaye yupo ziara Serengeti. Kwanza kabisa niseme machache ambayo mwenyekiti kanituma niseme kwenu siku ya leo. Mwenyekiti kanituma niwakumbushe kwamba nyinyi ni chanzo cha fikra bora. Unapozungumzia chanzo cha fikra bora, ina maana kwamba fikra zako wewe zinatumika kuukomboa umma, kuikomboa jamii. Hivyo basi, mwenyekiti ameniambia niwakumbushe kwamba ajenda ya no reforms no election ni ajenda ambayo kama vijana wa vyuo vikuu tunatakiwa kuibeba na kuishikilia kwa mikono miwili, kwa kuwaelimisha vijana wenzetu, wazazi wetu na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu sisi ni chanzo cha fikra bora. Lakini pia kanituma kuwakumbusha vijana wa Chaso kwamba Chaso ni daraja ambalo linaweza kukufikisha sehemu ambapo unataka kuwa, na unaweza ukawa yoyote ambaye unataka kuwa kupitia Chaso. Leo hii tunapowaona viongozi wetu wakubwa akina John Mnyika, katibu wetu mkuu, Mheshimiwa makamu mwenyekiti upande wa Tanzania bara Mheshimiwa John Heche, akina Halima Mdee na wengine wengi walipitia Chaso. Hivyo basi, mwenyekiti anatukumbusha kwamba tunapokuwa tunaitumikia Chaso tuitumikie kwa nguvu zetu zote, kwa sababu Chaso ni daraja ambalo litatufikisha sehemu ambapo tunataka kufika na tutakuwa ambao tunataka kuwa. Lakini pia mimi ikiwa ni mwanafunzi mwenzenu, nina mambo machache ambayo natamani kuwashirikisha. Kwanza kabisa nataka kuwatia moyo kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo tumepitia visiki vingi sana. Wengine hata hatukuwepo, hata hatukuanza kuwa wanasiasa, tulikuwa bado na umri mdogo. Lakini mwaka 2006 Chama cha Demokrasia na Maendeleo kiliondokewa na katibu wake, alikuwa anaitwa Walid Kaburu. Alikuwa ni katibu mkuu wa chama, alisaliti mapambano. Akafuata Zitto Kabwe. Aliondoka na kina Profesa Kitila Mkumbo, aliondoka na kina Mwigamba Samson. Kipindi hicho Mheshimiwa Zitto Kabwe alikuwa ni naibu katibu mkuu bara. Lakini chama kilisimama mpaka hapa tunapokiona. Haikuishia hapo, waliondoka wengi. Aliondoka Mashinji akiwa katibu mkuu. Aliondoka Mheshimiwa Dr. Wilbrod Slaa akiwa katibu mkuu, lakini chama bado kilisimama imara. Hivyo basi, natamani niwakumbushe kwamba unatakiwa kuweka imani yako kwenye taasisi, kwenye sera za Chama cha Demokrasia na Maendeleo na sio kwa mtu. Hakikisha mtu hawi daraja ambalo likivunjika wewe utadondoka. Hautafika ng'ambo. Hakikisha unazishikilia ndoto zako wewe mwenyewe na kuzipambania. Watu wawe sehemu tu ya kukusaidia. Ukikabidhi ndoto zako kwa mtu binafsi, yeye atakuwa remote. Akikwambia kulia geuka, utageuka. Akikwambia kushoto geuka, utageuka. Kijana ambaye ni chanzo cha fikra bora anatakiwa kujisimamia, kuwekeza imani yake kwenye taasisi, kwenye sera za taasisi na sio kwa mtu binafsi. Ukiwekeza kwa mtu binafsi atakuzungusha na wewe ndoto zako hazitatimia, lakini yeye malengo yake yanatimia. Tunawaona watu hawajafika walipotarajia kufika, lakini kwa kuwa anategemea ndoto zake ziko mfukoni kwa mtu fulani, ataenda hatuangalia ni watu wangapi wana imani yake, hatuangalia. Na wanajiaminisha kwamba imani ambayo Watanzania walikupa ukiwa Chadema basi watakupa nje ya Chadema. Watu wana imani na Chadema. Sisi vijana wa Chaso twende tukailinde imani, twende tukapambanie reforms, kwa sababu sisi tunajua wazazi wetu wanayoyapitia kwenye chaguzi. Tunajua matunda ya chaguzi zisizo za haki. Tumepoteza vijana wangapi?
Hizo ni sadaka ambazo zimetolewa kwa sababu ya chaguzi zisizo za haki. Hivyo basi niwakumbushe kwamba jukumu la no reforms no election ni la kwetu sisi vijana wa Chaso, la kwetu sisi vijana ambao ni chanzo cha fikra bora. Lakini bila kusahau tarehe 19 ni kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Natamani kuona vijana wa Chaso tukishiriki, tukienda kusikiliza kesi ile, tukamsapoti mwenyekiti, tukakisapoti chama, kwa sababu sisi ni chanzo cha fikra bora. Baada ya kusema hayo, niwakumbushe kwamba mnatakiwa mwende mkachague viongozi ambao watawafikisha sehemu sahihi, watakuwa chanzo cha morali ya Chaso mkoa wa Dar es Salaam na Chaso Tanzania, kwa sababu Dar es Salaam inaangaliwa na mikoa yote. Hivyo basi nendeni mkachague viongozi ambao hawatatelekeza watoto wao kama wanavyotelekeza huko nje. Sisi ni vijana, tukahakikishe viongozi tutakaowapata watalea ndoto zetu, watatusaidia. Baada ya kusema hayo, niwatakie uchaguzi mwema.